Taarifa mbaya na za kusikitisha kutoka kwa msanii Rayvanny ni baada yeye kuweza kuondokewa na mtu wake wa muhimu sana katika maisha yake. Sasa kuna moja jambo ambalo limeweza kuwashangaza wengi zaidi kwa kile ambacho ameweza kukifanya Rayvanny baada ya huu msiba mkubwa ambao umeweza kumkuta. Kumbuka, nitakukumbusha msiba mmoja ambao ulitokea na ulikuwa na utata sana. Ulikuwa na mtu wake wa karibu kabisa, alafu baada ya hapo na huu msiba ambaye tunaweza tukasema ni msiba wa mtu wa karibu sana ambaye alibariki katika safari yake ya muziki mpaka Rayvanny kufikia hatua hii hapa aliyopo. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba Rayvanny amewashangaza wengi kwa kile ambacho ameamua kukifanya. Join nami mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu kweli wote juu ya huu msiba ambao umeweza kumkuta Rayvanny, lakini pia hiki ambacho ameamua kukifanya, kitu ambacho kwa tamaduni na mila za Kiafrika of course ni kitu fulani hivi ambacho lazima kitakuwa kinashangaza. Watu wengi wanashangaa kwamba inakuwaje mtu anafanya kitu kama hiki. Lakini nikuombe tu muda wangu wa maana kabisa, niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nakupa updates mbalimbali juu ya zile exclusive stories ambazo pengine hujaweza kuzisikia mahali popote pale. Kwa hiyo point ya msingi naomba nikukumbushe, tazama chini ya hii video kuna neno limeandikwa subscribe, ufanye kulibonyeza tu. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho utakuwa umeweza kukitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official. Hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile exclusive zote unakuwa unazipata hapa on time. Bila shaka inawezekana ni taarifa ngeni kwa mashabiki wengi sana wa muziki, lakini pia mashabiki wa Rayvanny kwamba Rayvanny ameweza kufiwa. Sasa kibaya zaidi ni kwamba kila ambacho ameamua kukifanya Rayvanny ama maamuzi ambayo ameweza kuyafanya Rayvanny ni maamuzi ya kutisha kidogo. Acha nikukumbushe tukio moja lililotokea kwa mtu wa karibu sana wa Rayvanny na kila ambacho aliweza kukichukua, amini nini ambacho kiliweza kusababisha kifo cha huyo mtu, lakini pia kulikuwa kuna nini nyuma ya hicho kifo cha huyo aliyefariki. Mwaka 2023 tulikuja kuona Baba Levo akiposti kupitia Instagram account yake, akaandika pole sana mdogo wangu Rayvanny, akamtagi hapo kwa kupoteza kaka yako. Mungu akupe nguvu kwenye kipindi hiki kigumu. Na baada ya hapo sasa Rayvanny alikuja akaposti baadaye kuhusiana na kifo cha kaka yake. Yaani kiufupi alikuja akaposti baadaye sana baada ya kwezi taarifa ziweza kutokea na kusambaa tayari. Kibaya zaidi ni kwamba kabla hajafiwa Rayvanny na huyu kaka yake alikuwa na ugomvi kati ya hawa watu wawili. Yani kiufupi Rayvanny pamoja na kaka yake walikuwa na ugomvi mzito sana. Ndio maana hata kuposti baada ya kuposti taarifa baada ya kuwa kaka yake amefariki ilichukua muda sana. Baada ya kuona stories zimetrend ndo naye akaja akaposti. Kwa hiyo kulikuwa kuna ugomvi nyuma yao. This time around Rayvanny ameweza kufiwa na babu yake. Sasa huyu sio babu yake kikawaida. Kwanza kabisa huyu ndiye ambaye aliweza kumpa jina la Raymond, kama ambavyo tunafahamu kwamba jina halisia la Rayvanny anaitwa Raymond. Lakini sio hivyo tu, ni kwamba huyu ndiye aliyebariki safari ya Rayvanny kimuziki na ndiye aliyemwambiaga kwamba utakuja kutoboa kupitia muziki na kumpa baraka zote. Ndipo hapo Rayvanny akatembelea katika nyota hiyo na mwisho wa siku mpaka leo hii tunamfahamu amefikia pale ambapo ameweza kufika. Cha kushangaza zaidi ni kwamba Rayvanny hajaweza kutoa tamko lolote wala hajaweza kutoa taarifa yoyote juu ya huu msiba ambao umeweza kumkuta, na ukiangalia ni kwamba hajaweza kwenda hata Mbeya kwa ajili ya kuhudhuria huo msiba. Siku ya pili sasa hivi tangu msiba ulivyoweza kutokea, na Rayvanny hajaweza kwenda kumzika huyo babu yake ambaye inasemekana ndiye ambaye aliubless muziki wake na safari nzima ya kimuziki ya Rayvanny. Sasa wengi wameshangazwa na kujiuliza kwamba mbona Rayvanny kama anawachanganya watu hivi. Tukio la kaka yake lilitokea, walikuwa na ugomvi before na akaja kuchukua muda sana kuposti. This time amekufa babu yake ambaye alikuwa ni mtu muhimu sana aliyembariki katika karia ya muziki, kwa sababu wazazi wake walikuwa wameshamkatazia kwenye masuala ya muziki, lakini bado mwamba amegoma kwenda kwenye msiba. Yani hajaenda kuhudhuria mazishi ya huyo babu yake ambaye alikuwa ni mtu aliyebless sana safari yake ya muziki. Kuna nini ambacho kiko kwa Rayvanny? Ndio swali ambalo mashabiki wengi wanajiuliza. Kwa upande wako tuambie. Kwa uthibitisho wa hiki ambacho kilitokea mwaka 2023 Januari 20, lakini pia hiki ambacho kimeweza kutokea this time kwa upande wa Rayvanny na maisha yake sasa hivi ya muziki, unadhani kuna kipi hasa ambacho kimejificha kinachofanya Rayvanny asio open sana na asio mtu fulani hivyo kuonekana kuhuzunishwa na haya matukio? Comment yako ikihusika hapo chini utakometisha sana, lakini mzidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.